Ni wakati mwingine tena, mtazamaji wa Zone Media, tunakutana hapa kujuzana yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Mtazamaji, hapa kuna taarifa kutoka katika vyombo mbalimbali vya habari nchini Irani kwamba Marekani imeondoa ndege zake zote katika kambi ya Al Udeid ya Qatar baada ya mashambulizi ya Irani ambayo yamekuwa yakirindima karibu kila siku. Sasa ripoti hii inaeleza kwamba Marekani imeondoa kabisa ndege zake zote za kijeshi katika kambi ya anga ya Al Udeid nchini Qatar, moja ya vituo vikubwa vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Asia Magharibi. Hatua hiyo inadaiwa kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyohusishwa na Iran dhidi ya kambi hiyo, huku picha za angani zilizotolewa Jumanne Julai 22 zikionyesha kupungua kwa kiasi kikubwa kwa idadi ya ndege za jeshi la anga la Marekani zilizokuwa katika eneo hilo. Kwa mujibu wa ripoti hizo, idadi ya ndege za Marekani katika Al Udeid ilipunguzwa kutoka takriban ndege 17 hadi 3 kabla ya ndege zilizobaki kuondolewa na kufanya kambi hiyo kubaki bila ndege za Marekani. Kambi ya Al Udeid ni kituo muhimu cha kijeshi cha Marekani katika Mashariki ya Kati kinachotumika kuratibu operesheni mbalimbali za kijeshi katika eneo hilo. Uondoaji huo unaripotiwa wakati mvutano kati ya Marekani na Irani ukiendelea kuongezeka, huku pande zote zikiendelea kutoa vitisho na kuchukua hatua za kijeshi katika eneo la Ghuba. Hatua ya Marekani kuondoa ndege zake za kijeshi katika kambi ya Al Udeid inaweza kutafsiriwa kama ni hatua ya kulinda ndege na vifaa vya kijeshi dhidi ya mashambulizi ya Irani. Na kama unavyofahamu, Irani mara zote imekuwa ikitumia shehena kubwa ya droni pamoja na makombora. Sasa kwa jinsi ambavyo makombora hayo yamekuwa yakirushwa na kulenga target mbalimbali katika kambi za kijeshi Mashariki ya Kati, ikiwemo kambi ya Al Udeid, inaweza kupelekea uharibifu mkubwa zaidi. Ripoti zimekuwa zikieleza kwamba mashambulizi ya Irani yalifanikiwa kuharibu baadhi ya ndege katika baadhi ya vituo vya Marekani vya kijeshi Mashariki ya Kati, mfano Saudi Arabia, Jordan na Kuwait. Ndege baadhi za Marekani zimeripotiwa kuharibika au uharibifu uliripotiwa katika ndege hizo kutokana na mashambulizi ya Irani. Sasa hatua hii ya uondoaji wa vifaa vya kijeshi pamoja na ndege na inatokana na kuzirescue, yani kuzilinda, kuziokoa ndege hizo zisipate madhara makubwa, lakini pia inaweza kutafsiriwa kama ni mkakati wa kutawanya vikosi. Na mkakati huu unatawanya vikosi katika maeneo mbalimbali kupeleka labda Kuwait, Jordani, Bahrain, Saudi Arabia na maeneo mengine, kwa sababu kambi hii ya Al Udeid ndio kambi kubwa zaidi Mashariki ya Kati na ina uwezo wa kuchukua takriban wanajeshi 10,000. Sasa unaweza kupata picha wanajeshi 10,000 na kutakuwa na idadi gani ya ndege katika kambi hiyo. Kwa hiyo inaweza kuhost ndege za kutosha, hivyo kufanya ule utapanyaji wa ndege katika maeneo mengine. Lakini pia inaweza kutafsiriwa kwamba ni kuandaa mabadiliko ya operesheni za kijeshi. Kwa hivyo Marekani inaweza kutengeneza ile schedule mpya ya kutengeneza mabadiliko ya operesheni za kijeshi katika kanda Mashariki ya Kati. Hivyo ndio maana imeamua kuchukua hatua ya kuondoa ndege za kijeshi katika kambi hiyo ya Al Udeid. Lakini bado mvutano unazidi kuendelea kwa hivi sasa, na Marekani ikizidi kujihami zaidi kutokana na hali halisi ambayo inaendelea huko Mashariki ya Kati ya mvutano mkubwa na mkali wa awamu nyingine baina ya pande zote mbili. Basi nitakuletea yote ambayo yanajiri katika anga za kimataifa. Cha msingi tu usiache kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare